Okay, leo tutazungumzia movie ya Sarafina, moja kati ya filamu za Kiafrika zilizogusa hisia za watu wengi kwa namna waigizaji walivyojivika uhalisia wa matukio ya kibaguzi kati ya makaburu dhidi ya Waafrika yaliyokuwa yakiendelea huko Afrika Kusini. Kuna mengi usiyoyajua yanayohusu movie hii. Leo tutaichambua zaidi ukweli kuhusu kile ulichokuwa unakiona kwenye movie ya Sarafina. Unajua kwamba movie hii wa Marekani walishiriki kuiandaa? Lakini pia unafahamu bibie Sarafina aliingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na aliyekuwa mtayarishaji wa movie hiyo. Je, ilikuwaje ukaribu wao ukazaa mahusiano hayo? The Closet ya Bongo Headlines inakupa story yote. Mimi naitwa Dickson George. Movie hii iliigizwa mwaka 1992 huku muhusika mkuu akiwa ni Sarafina, ambaye alionekana kuwa mwanaharakati aliyeongoza wanafunzi wenzie katika kupinga ubaguzi wa makaburu kwa watu weusi wenye asili ya Afrika na wazawa wa Afrika Kusini. Sarafina, ambaye jina lake halisi anaitwa Leleti Humalo, alizaliwa Machi 30 mwaka 1970 katika kitongoji cha Kwamashu kaskazini mwa Durban, mwenye asili ya Kizulu kutoka Afrika Kusini aliyejizolea umaarufu zaidi katika filamu ya Sarafina. Sarafina alipotimiza miaka mitatu isivyo bahati, baba yake mzazi alifariki dunia na kumwachia mama yake mzigo wa kuwalea Sarafina na ndugu zake watatu. Kipindi ambacho mama huyo alikuwa akifanya usaidizi wa kazi za nyumbani, yani house girl, katika nyumba za wazungu. Sarafina na ndugu zake waliishi katika mazingira duni na samani pekee iliyoonekana kwao ni kitanda. Waligubikwa na umaskini mkubwa kama ilivyokuwa kwa watu wengine weusi kwa kipindi hicho. Pamoja na maisha hayo duni, Sarafina alijipa faraja kupitia muziki, akishiriki dansi mbalimbali za kikabila maeneo ya kwao. Kipaji chake kilianza kuonekana akiwa bado binti mdogo sana, alipojiunga na kikundi cha vijana cha uchekeshaji kiitwacho Amajika kilichoongozwa na Tunokwe. Mwaka 1985 alikutana na mtayarishaji na mwigizaji maarufu wa Afrika Kusini, Mbongeni Ngema. Hapo ndipo alipojaribu kuimba muziki ambao ulimpa umaarufu mkubwa ndani ya Afrika na maeneo baadhi ya nje ya Afrika. Wimbo huo uliitwa Sarafina, ambao ulitungwa kwa sehemu kubwa na Mbongeni Ngema. Ilipofika mwaka 1992, Sarafina alishirikiana na mwanamama mwigizaji kutokea Marekani aliyeitwa Whoop Goldenberg katika kuiandaa filamu ya Sarafina. Mwanamama huyo aliigiza kama mwalimu wa somo la historia katika movie hiyo, akifahamika kwa jina la Mary Masombuka. Filamu hiyo iliundwa chini ya kampuni ya Darrell James Lutz, ambaye pia aliisambaza duniani kote na kufanikiwa kufanya vizuri katika kipindi hicho. Mwaka 1987 alipata tuzo ya NAACP ya mwigizaji bora zaidi wa kike. Lakini ilipofika mwaka 1988, Humalo alimaarufu kama Sarafina alifanikiwa kupewa tuzo kama mwigizaji bora zaidi wa kike katika filamu ya kimuziki. Sarafina ilikaa Broadway kwa muda wa miaka miwili na baadaye wakaanza ziara ya dunia nzima. Leleti Humalo, ambaye ndiye Sarafina, aliolewa na Mbongeni Ngema aliyekuwa mtayarishaji wa kazi zake, na mahusiano hayo ya ndoa yaliletwa na ukaribu wao. Katika ile filamu ya Sarafina, Mbongeni ameigiza kama askari mnoko kibaraka wa wazungu akitumia jina la Sebela. Pamoja na yote, Sarafina alitoa albamu ya muziki iliyoitwa Leleti and the Sarafina na kufanya kazi nyingine nyingi za sanaa, ila ghafla alipotea, lakini maisha yake yakaendelea. Mwaka 2005 hafla tu, Sarafina alitangaza kuachana na Mbongeni, ikiwa ni baada ya miaka 13 ya ndoa. Inasemekana kulikuwa na madai kwamba Ngema amekuwa na mahusiano kadhaa na wanawake tofauti, ikiwa ni pamoja na marehemu Blenda Fass. Okay, ndoa yake na Mbongeni haikuwafurahisha watu wengi, ikiwemo familia yake, kwa kuwa Mbongeni alikuwa bado katika ndoa yake ya pili baada ya kumtaliki mke wake wa kwanza. Pamoja na familia ya Sarafina kupinga asiolewe, bado Sarafina aliamua kuolewa kwa kuwa alimpenda sana mchizi na aliona Mbongeni ana mapenzi ya dhati na yeye. Siku ya harusi, mke wa pili wa Mbongeni alijaribu kuzuia harusi yao, hata hivyo hakufanikiwa na Sarafina akaolewa. Maisha aliyoishi yalikuwa tofauti na alivyotarajia Sarafina katika ndoa yake yeye na Mbongeni. Sarafina alipofanya mahojiano na Nikki Greenwald wa ETV katika hicho kituo cha habari katika kipindi kilichoitwa The Close-Up, Sarafina alisema aliishi maisha ya kuigiza furaha mbele za watu, wakati katika uhalisia aliishi maisha ya ajabu sana.
Sarafina aliendelea kutoa kisa chake cha mahusiano yake ya ndoa na alisema alizuiliwa kufanya vitu vingi, alizuiliwa kutoka kwenda popote, alifanyiwa vituko vingi vya ajabu ambavyo alivivumilia kwa kipindi cha miaka 13 na asubuhi moja akaamka na kusema imetosha. Sarafina akatengana na Mbongeni ambaye inasemekana pia alikuwa katika mahusiano na mwanamke mwingine. Pamoja na Mbongeni kudai kuwa anaamini Sarafina anampenda na anajua amemuumiza sana katika uhusiano, lakini Sarafina atamsamehe na kurudiana kama zamani. Ilikuwa ni kama ndoto ya kuokota shilingi jangwani kwa mwanetu Mbongeni, akiamini kwamba Sarafina atarudi tena kwenye ndoa yake, lakini haikuwa hivyo na Sarafina alipoondoka aliondoka mazima, na tukumbuke kwamba katika ndoa yao kwa kipindi chote cha miaka 13 au kufanikiwa kupata mtoto. Leo mtazamaji wa The Closet ya Bongo Headlines, tumekuja na story katika movie ya Sarafina, movie ambayo iliigizwa na mwanadada Leleti Humalo ambaye maarufu kwa jina la Sarafina kwenye movie hiyo, movie ambayo ilichukua nafasi kubwa katika movie zile zenye maudhui ya Kiafrika ambazo zilichukua nafasi kubwa katika majukwaa tofauti tofauti katika miaka hiyo. Tuandikie komenti yako, unataka ni movie gani ambayo tuizungumzie na story zake ndani tuzichimbe zaidi na tuje tuielezee kwenye The Closet ya Bongo Headlines. Mimi naitwa Dickson George, endelea kufuatilia matangazo yetu, siache kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.